binafsi. Kwa hiyo wengi wanakuwa wanaenda tofauti, wakijua kwamba lile kanisa tuko wengi sana, kwa hiyo na mimi naweza kujificha mle. Mungu huwa anamchunguza mtu mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ndio tunaonaga kundi kubwa, tuko wengi, lakini mbele za Mungu, Mungu anamchunguza mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo unapokuwa ndani ya imani, lazima uamini hicho kitu, ujue na ukizingatie kwamba Mungu yupo na ananijua mimi binafsi. Haleluya. Tusome kitabu kile cha, fungua kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 34 mstari wa 18. Anasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pointi yetu nasema lazima ujue kwamba Mungu yupo na anakujua. Kwa hiyo kukujua kwa Mungu sio tu wakati unafanya maovu, lakini pia Mungu anakujua maisha yako yote kwa ujumla. Anajua unapopitia kwenye mateso, anajua unapopitia kwenye shida, anajua. Haleluya. Kwa hapa anasema Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Haleluya, watu wa Mungu. Unaposikia mwenye haki, manake ni mtu ambaye ameokoka, ni mtu ambaye yupo ndani ya wokovu. Wanasema mateso ya watu wenye haki, ambao wanaonewa kwa sababu ya haki, ambao wanapata shida kwa sababu ya haki walionayo, anasema ni mengi, lakini anasema Mungu anawaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anawaokoa. Kwa sababu gani? Unapokuwa mwenye haki, hata kama hujaomba kitu mbele za Mungu, Mungu anapoona unapitia changamoto, anajua na anatengeneza mpango wa kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo cha msingi ni haki. Ndio maana nimesema mambo ya kuzingatia unapokuwa ndani ya imani. Kwa unapokuwa ndani ya imani, wakati mwingine utapitia mateso. Hapa Biblia inatuweka wazi kwamba mateso ya mwenye haki, mateso ya mwenye haki, manake mateso ya mtu aliyeokoka, anasema ni mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuonekana kwamba unapitia kwenye mateso sio kwamba Mungu sasa amekuacha. Hapana. Sio kwamba Mungu amejitenga na wewe. Hapana. Anasema bali yeye anakuwa anaandaa mpango, anaandaa mazingira ya kukokoa kwenye hayo mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hayo mateso yanakuwepo ili Mungu ajitwalie utukufu. Kwa sababu tukiwa tunaishi tu kwa amani, mambo yote yanaenda tu vizuri, Mungu atajitukuza wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ufungwe kwenye uzao pale, alafu Mungu aje afungue, alafu wengine wamtukuze Mungu. Waliozoea kukuita tasa, wanapoona umebeba na umezaa, manake Mungu anainuliwa. Lazima uchumi wako uwe na hali mbaya, ili Mungu aingilie kati, atengeneze uchumi wako kae vizuri, ili wale waliokushuhudia unaishi maisha magumu, wanapoona umeinuliwa, wamtukuze Mungu katika hilo. Lazima ndoa yako ipigwe vita, ili wale ambao walizoea kuona mnarumbana, mnagombana, wanashangaa siku moja mnatembea njiani mmeshikana mikono. Haleluya. Maanake wanakuwa wanamtukuza Mungu, kwa sababu wanaona ulivyokuwa na ulivyo sasa hivi ni tofauti. Kwa hiyo
anaruhusu hayo mateso kwa mwenye haki ili aweze kujionyesha uwezo wake. Ndio maana wana wa Israeli, Mungu alimwambia Musa aende mara 10 mbele ya Farao kuomba kibali ili wana wa Israeli watoke kwenye mateso. Lakini ilikuwa Mungu alikuwa na uwezo wa kuamuru tu mara moja, Musa ingie mara moja na Farao atoe kibali. Lakini Mungu akasema, nimemfunga Farao moyo wake, hata waruhusu kirahisi. Jina la Bwana pekee sana. Hata ruhusu muondoke, nimemfunga moyo ili awe na moyo mgumu, ili nionyeshe uwezo wangu kwake. Kwa Musa akaingia mara ya kwanza, Farao akagoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa akaenda kuomba Mungu, sasa mbona nakataa? Akasema ingia tena. Na kila alipokuwa anaingia, Farao akigoma, Mungu anamsemesha Musa, fanya 1 2 3, inakuwa ni adhabu kwa taifa. Kwa hiyo Mungu aliachilia adhabu nyingi, adhabu zaidi ya 10. Ile ya 10 ndio Farao akaruhusu kwamba sasa na waruhusu mwende. Kwa hiyo pale Wamisri walijua kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu wa namna gani, kwa yale mapigo ambayo yaliwapiga. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mateso ya mwenye haki anasema ni mengi, lakini Mungu ni mwaminifu, anatuponya nayo yote. Kwa unapoona unapitia kwenye kipindi fulani cha mateso, lazima ujue kwamba Mungu yupo na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujue kwamba Mungu yuko ndani yako. Unapoteseka upo naye, na yeye anateseka pamoja na wewe. Ndio maana Yusufu alipoingia gerezani, Mungu aliingia pamoja na Yusufu gerezani. Kina Petro alipowekwa gerezani, Mungu aliingia nao. Wamefungwa minyororo na Mungu yupo pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kina Danieli wametupwa kwenye moto, waliingia na Mungu kwenye moto. Hawakuingia peke yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Mungu ameahidi kutuokoa. Kwa hiyo anaingia na wewe kwenye mateso kwa lengo la kukuokoa, sio ili ukae naye kwenye mateso. Hapana, yeye anaingia na wewe ili akuokoe kwenye mateso. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani ya imani wengi wanasema, mbona sasa maisha yangu hayaendi vizuri? Itakuwa labda sijaokoka vizuri. Ukiona unapitia mateso, wewe ndio umeokoka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona vita inakuwa kali kwenye maisha yako, wewe ndio umeokoka vizuri, na Roho wa Mungu anakukaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa ni taifa teule. Mungu amejichagulia kwamba hili taifa nimelichagua liwe taifa teule kwao. Lakini Mungu akaruhusu waende kwenye utumwa. Wakakaa miaka mingapi? 400 kama na 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hao watu ni wabarikiwa. Mungu wao ni Mungu wa Israeli mwenye nguvu. Mungu wao ni Mungu wa baba yao Ibrahimu. Lakini walienda utumwani, wakakaa Misri miaka 420. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada wametoka kwenye utumwa, wakapitishwa jangwani. Biblia inasema palikuwa na njia ya mkato ambayo ingewasaidia kufika mara moja Kanaani, lakini Mungu akasema lazima wapite njia ya jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kila anachokifanya Mungu kina kusudi ndani yake. Hawa watu waliopitisha jangwani, jangwani ni mahali pa mateso, ni mahali pa kame ambapo hakuna kitu kinaota, ni mahali ambapo hata maji ni adimu. Jina la Bwana pekee sana. Ni mahali ambapo huwezi ukalima ukavuna. Mungu aliwapitisha kwanza pale kabla hawajaingia Kanaani, alisema lazima wapite jangwani. Bwana
Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wewe unapita hapo jangwani, mambo yako hayaendi vizuri, unapita kwenye jangwa, una kiu na mambo fulani, lakini hiyo kiu yako bado inadumu. Kuna kitu, kuna shauku nayo, unatamani kitu fulani, lakini hicho kitu ukipata. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaomba, lakini bado hiyo kiu yako bado ipo. Sio kwamba Mungu hayupo, Mungu yupo na anakuangalia. Jina la Bwana beke sana. Mungu yupo na anakutizama, ila upo kwenye kipindi cha jangwa ambacho hicho lazima upite ndio uingie Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakuna kuingia Kanaani bila kupita jangwani. Kwa hiyo tunapookoka, tunapoanza safari ya imani, lazima tupite jangwani, tunolewe vizuri, tufundishwe, tufundishike, tufinyangwe vizuri, unapoingia Kanaani ukamtukuze Mungu. Haleluya. Kama tunaelewana, tupungiane mikono. Lazima upite jangwani ili utakapoingia Kanaani umtukuze Mungu. Ndio maana wapo watu wakifanikiwa mapema, kabla imani yao haijakomaa, wakiingia kwenye Kanaani wanaanza kiburi, wanaanza kuacha ibada, wanaacha imani, wanaacha wokovu, wanaona sasa wameshayapatia na Mungu hana maana. Kwa hiyo ukiona unachelewa kuingia Kanaani yako, Mungu anakusudi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwanza Mungu anakupenda. Wengi wamekufa kiroho baada ya kubarikiwa, baada ya kuinuliwa na maombi wamesahau. Haleluya. Wamesahau hata kuomba, wamesahau kusoma Biblia. Wanakwambia hata muda kusoma Biblia sina. Na wakati mwingine Mungu anawaruhusu waingie ili na sisi wengine tujifunze kwamba kumbe ukibarikiwa mapema, kabla hujakomaa kiroho, lazima ufe. Bwana asifiwe sana. Lazima ufe kiroho, lazima urudi nyuma. Kwa lengo la kupita jangwani, Mungu anakufinyanga. Una tabia mbaya, Mungu anaifinyanga. Haleluya. Una tabia kujipendelea, Mungu anaifinyanga ile, anakuponda ponda ili ukiingia Kanaani jina lake likainuliwe. Utakapopata mtoto jina lake likainuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapopata ndoa jina lake likainuliwe. Usianze kutanua mabega kwamba mimi naomba sana ndio maana nimepata, mimi sijui ni mtakatifu sana. Mungu hiyo hataki. Ndio maana unapitishwa jangwani ili uweze kutengenezwa. Sema Yesu nisaidie. Kwa hapa nasema mateso ya mwenye haki ni mengi. 18 nasema Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huihifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati huo unateseka, unapata shida, unakula kwa shida, unalala kwa shida, Mungu anakuhifadhi. Amina, watu wa Mungu. Anakuhifadhi na madonda ya tumbo, usipate madonda ya tumbo. Anakuhifadhi na hatari zote ili usiharibikiwe, ila tu mateso lazima upite. Ila wakati unapofika mwisho wa mateso yako, Mungu anakuokoa. Amina. Mungu akishakuokoa tayari umeshapona, tayari we kiroho umeshakuwa vizuri. Hata upitie nini uwezi karudi nyuma, tayari umeshapondeka ndani. Haleluya. Tusome Nahumu. Fungua kitabu cha Nahumu. Nahumu sura ile
ya kwanza. Nahumu sura ya kwanza mstari wa 9. Leo tuanzie mstari wa 7. Anasema Nahumu 1 anzia mstari wa 7 hadi wa 9. Anasema Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwachua hao wamkimbiliao. Lakini kwa gharika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake, na kuwafuatia adui zake hata gizani. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Anasema Bwana ni mwema, tena ni ngome siku ya taabu, naye anawachua wanaomkimbilia. Wakati wa taabu yako wewe unamkimbilia nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine kwa Mungu anaweka ni kwa mwisho, anasubiri angaike kwa akili zake. Umepambana kwa akili zako, umechoka, ndio unasema ngoja nijaribu na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe maombi ndio ya kwanza. Haleluya. Baada ya kuomba, Mungu anaitumia akili yako, anakufungulia njia kwenye akili zako. Lakini unapotumia akili kabla ya maombi, ni lazima ufeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatafuta kufungua labda biashara, omba kwanza ndio utafute sehemu ya kufanya biashara. Haleluya. Omba kwanza ndio utafute biashara gani ufanye, kwa sababu unapoomba manake unamhusisha Mungu ili aseme na wewe, akupe nini? Mwongozo na maarifa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wengi wanaanza akili kigoma, ndio wanaingia kwenye maombi. Mithali 3 anasemaje? Mtegemee Mungu wako, wala usizitumainie akili zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema tumainie Bwana kwa moyo wako, kwa akili zako. Usitumainie akili, bali hiyo akili kiongozwa na Mungu itakupeleka mahali pazuri. Haleluya. Kwa hapa anasema Bwana ni mwema, naye anawachua hao wanaomkimbilia. Unapokuwa na shida lazima umkimbilie Mungu, maana yeye ndo analo jawabu la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujifunze kumwendea Mungu. Kwa maana wengi wanaona imani sasa ni ngumu. Haya maisha ya wokovu ni magumu. Mbona walioko nje wanafanikiwa? Mbona walioko nje ya imani mambo yanaenda vizuri, wanaendesha magari mazuri? Una uhakika hayo magari ni magari kweli? Jina la Bwana libarikiwe sana. Una uhakika au maisha mazuri ni mazuri kweli? Kwa hiyo unatakiwa ujifunze kitu kwenye imani. Amina. Kwamba mambo ya Mungu hayatakuja kwako kwa vile unavyotaka wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa vile unavyotaka wewe, hapana. Mungu anakupa unachostahili kwa majira yaliyo sahihi. Kiroho kuna hatua za ukuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna stage katika ulimwengu wa roho. Kama tunavyojiona tu wanadamu kimwili hivi, sasa tukawa tupo 100, lakini umri tumetofautiana. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja ana umri wake, kila mmoja ana level yake ya maisha. Bwana asifiwe sana. Hata kiroho tumetofautiana. Kuna mwingine umeokoka mwaka huu Januari. Bwana asifiwe sana.
na unatembea na Mungu kwa uaminifu kabisa. Kuna mwingine ameokoka miaka 5 iliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye anatembea na Mungu kwa uaminifu, hajawahi kurudi nyuma hata siku moja. Hawa watu wote wameokoka na wote wana Mungu, lakini huyu mwingine kiroho ni mkubwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama ni jangwa, basi ameshalipita kweli kweli, anakaribia kuingia kwenye hatima yake. Lakini mwingine ndo ameanza, hata mwaka hana. Hawa watu wawili ni watu wawili tofauti katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Wapo level tofauti. Huyu mmoja amekaa muda mrefu, ametembea na Mungu kwa muda mrefu, kwa hiyo hata ufahamu wake juu ya Mungu ni mkubwa. Ameshajua kona zote ndani ya imani, ameshazijua na anazishika vizuri. Lakini mwingine kuna vitu vingi havijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tusoma Ayubu pale 22, anasema mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani, ndipo mema yatakapokujiria. Kwa huyo ambaye amekaa muda mrefu kwenye imani na anatembea kwa uaminifu, huyu mtu uwezo wake wa ufahamu uko juu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunafundishwa kunyenyekeana. Amina. Ukiona mwenzako kuna kitu anakijua wewe ukijui, hata kama umemzidi hela, umemzidi elimu, umemzidi nini, lazima unyenyekee kwake, kwa sababu anacho kitu cha kukufaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu ya kiburi, mtu anajiona ashajua kuomba, ashajua kutoa pepo, anajiona anajua kila kitu. Kumbe kuna vitu vya kiroho huyu aliyekutangulia anavyo, vinavyoweza kukufaa, vinavyoweza kukusaidia, lakini kwa sababu ya ujuaji, dharau zinakuwa nyingi. Sema Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Kwa hapa anatufundisha kwamba wote ambao wanamkimbilia Mungu, Mungu anakuwa ngome yao wakati wa nini? Wa taabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapotembea na Mungu kwa uaminifu, siku ya taabu yako, Mungu anakuwa ngome yako. Mungu haruhusu uangamie. Ataruhusu mafuriko yaje, lakini hataruhusu ya kuzoe yaondoke na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ukisoma Isaya, anasema upitapo katika moto hautateketea. Anasema nitakuwa pamoja na wewe, maana nipo kwa ajili ya kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati unapita jangwani, wengi leo tunapita jangwani, wachache ambao wamefika kwenye Kanani zao, wengi ndo tuko jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wengi tuko hapo. Ndio maana ile tungekuwa tunaonana ndani ya mioyo, kila mmoja kuna kitu anashauku, mwingine tayari ashaanza kunung'unika kama wana weze, kwamba bora hata tu ambao hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaposikia wana wa Israeli walipoona mateso ni mengi, wakakumbuka nyama za Misri, wakasema bora Misri kuliko hapa jangwani. Hawana tofauti na mtu ambaye anasema bora hata ambao hajaokoka. Ndio wale. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jangwani pana mambo mengi. Jangwani ndo kibarua kilipo. Amina. Jangwani ndo mahali pa kuonyesha imani ya kweli. Jangwani ndo mahali pa kuonyesha upendo kwa Mungu, kwamba unampenda ama humpendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini unapotembea na
mwaminifu. Hata unapokuwa jangwani, anasema hakupunguki kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walikula mana jangwani, chakula cha mashujaa, chakula ambacho hawakustahili wale, lakini kwa sababu walikuwa wanatembea kwenye njia ambayo Mungu ameonyesha kwamba lazima mpite hapo, Mungu akawashushia chakula cha mashujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwa sababu walikuwa watakatifu. Wana wa Israeli kilichowasaidia ni agano ambalo Mungu aliweka na Ibrahimu. Bwana asifiwe sana. Karibu za utakatifu hawakuwa nazo kabisa, lakini Mungu alipokumbuka agano akawakumbuka na wenyewe na akawapitisha jangwani, na kwa ajili ya kulinda lile agano Mungu akawa nao jangwani. Bwana asifiwe sana. Walikosa maji, walikosa chakula, Mungu walikuwa pamoja naye. Kwa hiyo kumbe kupungukiwa hakuashirii kwamba Mungu hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio dalili inaonyesha hicho kitu. Sasa leo wengi wanahama kanisa, anaweza kawa hapa, kumbe kuna kitu anatafuta. Huyu mtu hajajua kwamba yuko jangwani. Bwana asifiwe sana. Yaani uwe mahali popote, madhabahu yoyote, Mungu anakutokea. Kwa ukisema hapa nahama, makanisa mengine unakuta yana Mungu kabisa, ila huyu mtu amekuja pale ana shida ya kitu fulani, ametembea madhabahu nyingi hapati. Na hiyo ni dalili bwana. Ukiwa umeokoka vizuri, ni lazima utulie. Bwana asifiwe sana. Mungu ameshakwambia ili uingie Kanaani lazima upite jangwani. Lazima utulie hapo jangwani. Bwana asifiwe sana. Tulia kwenye madhabahu ambayo Mungu amekuweka, tulia. Kwa Mungu sio kwamba atasogeza huo muda kwa sababu ya kuhama kanisa. Hapana. Kama umeamuliwa upite jangwani miaka 10, lazima itimie. Utatafuta hicho kitu. Ndio maana wako watu wanakuambia nimeomba miaka 10 ndio nimekuja kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na huyu mtu alikuwa ni mwaminifu kabisa mbele za Mungu. Sio kwamba alikuwa anatenda dhambi, sio kwamba alikuwa haombi, alikuwa anaomba. Ili imepita miaka 10 ndio Mungu anakuja kumkumbuka. Sio kwamba hapo katikati Mungu alikuwa asikii maombi, alikuwa anasikia. Bwana asifiwe. Ila Mungu alikuwa amesharatibu. Sasa leo mara nyingi tunamtukuza sana shetani kwamba ni shetani. Wakati mwingine hapa sio shetani. Bwana asifiwe sana. Tunamsoma Hana. Biblia inasema Mungu alimfunga nini? Tumbo. Haleluya. Sara pia vile vile Mungu alimfunga nini? Tumbo. Mungu sio shetani. Kwa wakati mwingine unapoona wewe ni mwaminifu kwa Mungu, huna njia za ajabu, umenyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimtaje sana shetani kwamba shetani ndio amenifunga nisipate kitu fulani. Unamtaja unakuwa kama unamtukuza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwani Sara alikuwa aombe mtoto na alikuwa mtakatifu. Ibrahimu pia alikuwa mtakatifu. Amina. Walikuwa wanamwomba Mungu mtoto, lakini Mungu akamwahidi Ibrahimu kwamba utapata mtoto. Lakini Ibrahimu akasubiri sana, kuona miaka inaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka inaenda, na akiona Ibrahimu Mungu anaongea naye kila siku. Kila siku Ibrahimu anaongea na Mungu. Hakuwa na njia za kona. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu akasogeza mpaka uzeeni. Mpaka watu sasa hapa ndo basi tena Sara ameshazeeka hapo tena hawezi kuzaa. Mungu ndo akafungua njia pale. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo kila mtu
anamtaja shetani. Ni kweli shetani ndio chanzo cha mabaya, amina, lakini mengine Mungu anafunga kwa kusudi lake. Mungu anakuzuilia, anakusudi. Pengine ashakuona wewe ukishapokea na kanisani ndo basi. Haleluya! Ukishapokea utawachoma wengine, utawaumiza wengine, utawakatisha tamaa wengine, utawaona wengine ni wazembe. Hao watu si wapwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumetoka naye wote ni maskini. Akishafanikiwa yeye anaanza kuwaona hao maskini kwamba ni wazembe, hawafanyi kazi, ni wavivu. Kumbe na yeye ni Mungu tu kamfungulia kanema fulani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kumbe na yeye ametoka huku, ila Mungu kamtengenezea connection, kafanikiwa. Sasa anaanza kuwanyari wengine ambao wamewazidi, anaanza kuona ni wazembe, kuona ni wavivu. Kumbe watu wanapiga kazi, ila wakati wa Mungu bado hujafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati mwingine Mungu anakuchelewesha kwa sababu na hiyo tabia anataka ife. Inafia wapi? Inafia jangwani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jangwani sio mchezo. Amen. Ukisikia wana wazee wakikumbuka nyama za Misri kule walikuwa wanafyatua tofali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafyatua tofali, na si wanafyatua tu, na bakora juu. Kiona umezembea, nyapara anakuja na kulalua kibao. Jina la Bwana beke sana. Msipotimiza hesabu iliyotakiwa, bakora walikuwa wanapigwa mpaka damu zinatoka. Amina, watu wa Mungu. Wapo kwenye mateso makali. Mungu amewakumbuka, amewaokoa. Bado Mungu akawekea mtihani mwingine jangwani, kwamba muingii Kanaani kirahisi. Lazima mchujo ufanyike. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana katika watu wengi wanaokoka kwenye hiki kipindi huwa wanashindwa. Bwana asifiwe sana. Wengi wanarudi nyuma. Wengi wanaanza kuhama makanisa. Amina. Wanaanza kuona hii madhabahu hapa hapana Mungu. Mungu gani huyo asikii? Jina la Bwana beke sana. Kumbe umekosa hili somo. Amina. Kwamba ukiokoka huingii Kanaani moja kwa moja, lazima upite wapi? Jangwani. Ndio maana mitume walipohubiri Injili wakapata wanafunzi wengi. Biblia inasema wakakaa kwenye fundisho. Paulo akawafundisha kwamba imewapasa kuingia mbinguni kwa njia ya dhiki nyingi. Bwana asifiwe sana. Kwamba hamtaingia Kanaani kirahisi, ni lazima mpitie dhiki. Sasa hapo watu wengine wanahubiriwa tu kwamba njoo kwa Yesu utapokea mibaraka, utapokea magari, utapokea nini. Wanasahau kuambia kwamba kuna jangwani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa mtu anakuja kanisani aone ile mibaraka aliyohubiriwa iko wapi. Anakaa mwezi mmoja, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, aioni, anaondoka. Amen. Kilichomleta kanisani, kwa sababu Biblia inasema imani huja kwa kusikia nini? Neno la Kristo. Amina. Msingi wa Injili uliosikia, neno la msingi uliosikia nini? Limesimamia wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Injili uliyosikia ni injili ya namna gani? Iliyokushawishi hadi ukaokoka ni injili ya namna gani? Mwingine aliambiwa okoka utapata mtoto. Haleluya, watu wa Mungu. Okoka utapata nini? Mtoto. Kwa mtu injili yake iliyomleta kwa Kristo ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hakika kwenye hiyo imani halafu aoni mtoto, anaona ni imani ya uongo, anaamua kuacha kanisa, anaamua kuacha ibada, kwa sababu lile neno ndo
ndio lililoweka mizizi ndani yake. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ambaye amehubiriwa injili ya kuokoa roho yake, injili ya kumfanya atubu, aache dhambi, huyu mtu hata pite kipindi gani hawezi kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lile neno la kwanza, lile neno la msingi ndio linaenda linaweka mzizi, linaweka msingi wa imani ya mtu. Nasema imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Jina la Bwana pekee sana. Sasa leo tuna injili za namna nyingi. Kila mhubiri anachukua Biblia, anaanza kuhubiri namna anavyojua mwenyewe. Kwa hiyo watu wanafika jangwani wanarudi nyuma kwa sababu ya neno lililoweka msingi. Ni neno gani? Bwana Yesu sasa. Tunaona ukipewa neema ya kuhubiria watu lazima waambiwe ukweli. Amina. Kwamba kwa Yesu ni kuzuri, lakini kuna jangwa. Bwana sasa. Utafukuzwa, utatengwa na ndugu. Wazazi watakwambia kuanzia leo wewe sio mtoto wetu. Bwana Yesu sasa. Marafiki watakukimbia. Wengine watakuita wewe ni mchawi. Wengine watakuita wewe chizi, umechanganyikiwa. Bwana Yesu sasa. Kwa mtu anapookoka kwa injili hiyo, akikutana nayo anaona kabisa nishaambiwa, nishafundishwa hayo. Haleluya. Kwa hiyo anakuwa na nguvu ya kusonga mbele bila kurudi nyuma. Atapita jangwani salama kwa sababu ya lile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli, kwa nini wengi walikufa jangwani? Wakati Musa ameenda kule kuokoa, si tunajua hawakuokoka kwa siku moja Bwana Yesu sasa. Musa alipoenda kule akaongea na Farao kwa mara ya kwanza kwamba wachie wana wa Israeli waende wakamtumikie Mungu wao. Farao akaenda akaongeza adhabu kwa wana wa Israeli. Bwana sasa. Yaani baada tu ya Musa kumwambia Farao waachia watu waende, ndio kwanza Farao akaenda kuongeza nini? Adhabu. Kuna vitu walikuwa wanasaidiwa na serikali, walipoambiwa tu kwamba waachie waende, ile misaada ikakoma. Bwana sasa. Kwa sababu sasa hata hiki wajitafutie wenyewe, hata majani ya kuwekea matofali wajitafutie, na hesabu haitapungua, itakuwa ile. Jina la Bwana pekee sana. Pale wengi wakalalamika kwamba wewe Musa umekuja kutuokoa au umekuja kutuongezea mateso. Jina la Bwana pekee sana. Wakaanza kunungunika huko, lakini wapo wengine walielewa, waliamini kile Musa alichowaambia kwamba nimekuja, Mungu amenituma, nimekuja kuwatoa. Baadhi yao waliamini, baadhi yao waliona Musa na tania. Jina la Bwana pekee sana. Haleluya. Waliona Musa huyu anatania. Kwa hiyo bado mpaka wanatoka kweli, bado walikuwa hawana imani na Musa. Ndio maana walijaa manunguniko, kama kweli ni Mungu, kama kweli ni Mungu mbona hivi na hivi, kama kweli ni Mungu mbona tunapitia haya, kama kweli ni Mungu ndio ametutoa mbona. Walijaa manunguniko. Manunguniko yalimkera sana Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wewe unapopita jangwani umeokoka vizuri tu, na Mungu anasema na wewe, Mungu anakufunulia mambo. Bwana asifiwe sana. Ukianza kuomba mwenyewe unaona kabisa uwepo wa Mungu, yaani uko vizuri. Usiwe na manunguniko. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Anasema afadhali kushukuru. Amina. Yaani afadhali ushukuru kuliko kunungunika. Kilichowaua wana Israeli ni manunguniko, na manunguniko ni kiashiria cha kwamba huyu mtu hana imani ndani yake. Amen. Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika. Ukiwa na uhakika
huwezi kunung'unika. Bwana sana, kwa sababu unatembea na uhakika kwamba Mungu atafanya. Hapa nitatoka, hapa nitavuka salama. Unatembea na hiyo imani, manung'uniko hayatakuwepo. Wakati wapo jangwani, wako watu walikuwa wanaona Kanaani, akili zao zilikuwa Kanaani, lakini wako watu akili zao zilikuwa pale pale jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni watu wawili tofauti. Yuko mtu anapopitia mateso, akili yake yote inakuwa hapo kwenye mateso, lakini yuko mtu anapopitia yeye, akili yake inaangalia mbele zaidi, inaangalia baada ya mateso kuna nini. Amen. Hawa watu wawili ni tofauti. Ndio maandiko yanasema mbeba maono hafi. Amina. Maono maana unaona mbele. Yusufu alikuwa anaona ni waziri, lakini wakati huo ni houseboy. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na houseboy wenyewe kauzwa, yani kauzwa ndo kaenda kuwa houseboy, lakini alikuwa anatembea na picha ya mbele. Baada ya kuwa houseboy nitakuwa nani? Bwana sasa, baada ya kupitia hayo yote nitakuwa wapi? Hatima yangu itakuwa wapi? Hicho kilimfanya Yusufu atembee kwa uaminifu mbele za Mungu, asimtende Mungu dhambi. Mzee jirani yako, unaona nini? Haleluya. Hata kama utaishiwa hela, utaishiwa chakula, utakuwa unashindia maji ya moto, usije ukanung'unika mbele za Mungu. Bwana sasa. Haleluya. Utakosa kodi, utatimuliwa kwenye nyumba ya kupanga, utatolewa vitu nje, usije ukainua kinywa chako ukanung'unika. Anasema afadhali kushukuru. Haleluya. Umeokoka miaka mingi, una mtoto, unaomba mtoto atokee, usije ukainua kinywa chako ukanung'unika. Wewe bado mdogo sana, hujamfikia sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Manung'uniko ni tabia mbovu, Mungu anachukia. Na mwingine anaomba, lakini maombi yake ni ya kunung'unika. Yesu atusaidie sana. Sasa mimi sinung'uniki, ila naomba. Umo kwenye maombi. Hata unaposikia manung'uniko, watu walinung'unika kwa kuomba. Bwana sasa, mtu anatoa machozi, analia, amejaa uchungu, kumbe ana hasira na Mungu kwamba kwa nini Mungu fanya. Bwana Yesu sasa. Haleluya, watu wa Mungu. Sema kupita jangwani. Hapo panahitaji subira, panahitaji uvumilivu. Ndio maana tunafundishwa matunda 9 ya Roho Mtakatifu, kiwemo uvumilivu. Bwana Yesu sasa. Fikiria Yesu mpaka kuitwa Mwokozi, yani ametukuzwa. Ukisoma pale Filipi 2:9 pale utaona kwamba Mungu akamwadhimisha, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Wewe fikiria muda ambao aliutumia kupitia kwenye mateso. Biblia inasema Yesu toka anazaliwa mpaka anafikia miaka 33 anakufa, hakuwahi kuishi maisha mazuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakuwahi kuishi maisha mazuri. Wale wengine mtu anamwambia Bwana nitakufuata kokote uendako, anasema mbweha wana mahali wanalala na ndege wana viota, lakini mimi hata sehemu ya kulaza kichwa sina. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu anapitia humu, akili yake haikuwa pale, yeye alikuwa anaona matokeo.
Bwana asifiwe sana. Alikuwa anaona matokeo ya baadaye. Kwa maana mkulima anapolima anaona hapa na gunia kadhaa mwakani. Bwana asifiwe sana. Au mwezi fulani hapa na gunia 30 na gunia 50 na gunia 100. Wakati ndo unakuta anafyeka msitu. Amina, watu wa Mungu. Ndo anafyeka msitu, anaandaa shamba, anang'oa visiki. Baada hapo anaanza kulima. Baada hapo akishamaliza kulima anaanza kupanda. Anapalilia, sio anafanya nini? Anaweka mbolea, ananunua. Hizo zote ni uwekezaji, anawekeza. Usipowekeza utavuna kweli. Haleluya. Kwa hiyo Yesu aliwekeza muda mwingi ile kuishi maisha umaskini, anaishi maisha magumu, hana hata pa kulala, anang'atwa na mbu, analala mlimani. Usiku alikuwa analala mlimani. Bwana sasa. Haleluya. Alikuwa anatengeneza jina, anajitengeneza. Tunaona baadaye, baada ya kumaliza sasa jangwa lake limeisha. Kisoma Filipi 2:9 asema Mungu alimwadhimisha mno, amina, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Hilo jina alipewa sio bure. Kuna uwekezaji mwingi aliuwekeza. Amina, watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Fikiria mtu analala mlimani maisha yake yote, bado itoshi, anaanza kutembea vijiji na mijini, anatembea kwa miguu, anahubiri Injili, anawekeza. Bado itosha, kafa. Yeye akuona ile mauti, yeye alikuwa anaona kundi kubwa la watu baada ya hiyo mauti. Bwana sasa. Haleluya. Usikwepe kulipa gharama. Amina, watu wa Mungu. Usione tu watu wanainuka kuna gharama kubwa wanailipa. Amen. Hata kwenda Kanaani pia kuna gharama. Yesu asifiwe sana. Kuna gharama. Hawa wana Israeli pamoja na kwamba walikuwa wanapitia kipindi kigumu, bado huko njiani kulikuwa na majeshi wanapigana nayo vita. Haleluya. Sio tu kwamba walishiwa chakula, walishiwa mavazi, walishiwa hela. Bado kulikuwa na wafalme huko njiani wanawasubiria kwamba mpiti hapa. Jina la Bwana beke sana. Mara pengine akatoa kabisa taarifa, Bwana mfalme, tunaomba tutapita kwenye nchi yako, tunaomba tupite kwa amani, hatutapigana nyie wala ni sisi, tunapita tu. Yule mfalme akagoma. Bwana sasa. Haleluya. Anasema mpiti hapa. Yaani wameombwa wapite tu. Yeye akaanza kuandaa majeshi yake kwamba kuna watu watapita hapa, mwashambulie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa ndo maisha yetu kiroho ndivyo yalivyo. Kwa kapiga pale kwenye nchi, wanapita wanakuta majeshi yamejiandaa. Mungu akasema fiekeni wote hao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu akawapigania Waisraeli, wakampiga yule mfalme, piga na majeshi yake. Alafu Mungu akawapa ile nchi, akasema na hii nchi ni ya kweli, nimewapa. Amen. Walikuwa wanapita kwenye mateso, lakini walikuwa na Mungu. Kuna tofauti, unapita kwenye shida huna Mungu, na unapita kwenye shida ukiwa na Mungu. Bwana sasa. Hawa watu wawili ni tofauti. Ukiona unapita na Mungu, maana yake hilo limekusudiwa. Amina. Lilipangwa kabla misingi ya dunia haijawekwa, lilipangwa kwamba wewe njia yako ni hii.
Yesu alisema, Bwana Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Mungu akaona mwanangu hapa anaelekea kukata tamaa, akamshushia malaika, wakamtia nguvu. Bwana sasa wakamwambia, hicho kikombe lazima ukinywe. Haleluya! Hicho kikombe ni cha kwako, liwekewa wewe, hakuna mwingine ataweza kukinywea kikombe kama hiki. Kwa Yesu akatiwa nguvu. Baada ya pale akastahimili yale mateso ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mpaka leo jina la Yesu linajulikana duniani kote. Kila mtu anapozaliwa anajua kulikuwepo na mtu alikuwa anaitwa Yesu, na yupo mpaka sasa. Bwana asifiwe sana. Hiyo nafasi, hiyo jina hilo aliwekeza. Na Yesu, lengo la kuishi kama mwanadamu pamoja na sisi ni kutuonyesha njia, namna Mungu anavyoshughulika na maisha ya watu. Amina, watu wa Mungu. Yesu alipita jangwani kipindi kirefu, hata mitume walipita kipindi kirefu. Sasa hizo wako mbinguni wanakula raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitembea na Mungu kwa uaminifu, kipita jangwani, hata usipofanikiwa hapa duniani, lakini uzima milele utauona. Amina. Mbinguni utaingia. Walioenda mbinguni hawatamanigi kurudi duniani. Bwana sasa, waliofanikiwa kufika kule na wakarudi, wanakwambia ni wakirudi tu hapa, yani wanajuta, kwa nini tumerudi huku? Wanatamani wangeendelea kubaki huko huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, mtumishi mmoja ni tajiri kabisa na mali, anatembelea ndege kabisa na maisha mazuri. Haya, akatwaliwa kaenda mbinguni. Anakwambia ni mbinguni ni kuzuri. Bwana asifiwe sana. Kwambia nilipofika kule sikutamani kabisa, yani kwanza ukiwa kule nasikia yani unasahau kabisa kwamba kuna duniani. Bwana asifiwe sana. Yaani unasahau kabisa, yaani unajiona kama ndo ulizaliwa huko, ndo umekulia huko, kwamba sio kuna duniani, unasahau. Sasa ghafla akajikuta amerudi kwenye mwili wake, anasema alijisonya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna raha sana kule mbinguni. Kwa watu unapopitia mateso hapa duniani, unatukanwa, unatukanwa kisa umeokoka, kisa unasali kanisa la mabati, watu wanakusema vibaya, hawajui wanachokifanya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui kwamba pamoja tupo kwenye mabati, lakini Mungu tunaye, na si hapa ndo jangwa letu tunapita. Amina. Haleluya. Kwa hiyo hata tukikosa magari, majumba, lakini mbinguni tutaingia. Haleluya. Lazima uvumilie, uwe mpole, usirudishe mtu anapokutukana, anapokudhulumu, usimrudishie ubaya wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bora ujifanye mjinga lakini una akili. Amina. Kuliko kujifanya una akili wakati Mungu anakuona wewe ni mjinga, huna hata akili. Kwa maana kina Paulo anasema siku zote tunahesabiwa kama kondoo nini, wa kuchinjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani muda wote adui anakuona wewe ni kitoweo, wewe nitakuchinja siku moja, wewe nitakuchinja siku moja. Yaani shetani anakuhesabia wewe. Na wengine walichinjwa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenda Somalia huko unachinjwa, kuna mkiri Yesu hadharani, wanakatilia bana. Tumana waliokoka wanaishi kule, maisha yao ni Mungu tu anawasaidia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa nini?
tunavumilia yoyote. Biblia inasema mbinguni kule ni kuzuri, na tukiingia kule maisha yetu yote ya umilele yatakuwa kule. Amina, watu wa Mungu. Hapa duniani unapita. Kwa hiyo wewe akili yako isikutume tu kwenye mali. Nimekupa ushuhuda wa huyu mwenye mali, lakini alikuwa ni mcha Mungu, kaenda mbinguni, kasahau kabisa kwamba ana mali huku duniani. Jinsi kule mbinguni pale pazuri, akasahau shida zote za dunia, akatamani aendelee kukaa kwenye uwepo. Lakini pia kisoma Injili utaona Musa na Elia waliposhuka kwenye ule mlima wa maombi, wakati Yesu yupo kwenye maombi. Petro alikuwa usingizini, kustuka naona Musa na Elia hawa wanaongea na Yesu. Petro akasema tujenge nyumba tuishi hapa hapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Petro hakuwahi kukutana na ule uwepo, hakuwahi kukutana na ile raha. Yaani mbingu siku hiyo ilishuka pale. Bwana asifiwe sana. Ile raha ya mbinguni ilishuka pale. Petro anasema tujenge hapa hapa. Vibanda vingapi? 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliamua kuonyesha raha ya mbinguni, jinsi palivyo pazuri. Petro hakutamani kutoka kwenye ule mlima. Kwa watu, ukikosa mtoto mbinguni utaenda. Bwana asifiwe sana. Umekosa ndoa mbinguni utaenda. Umekosa utajiri mbinguni utaenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo la msingi kulizingatia unapokuwa ndani ya wokovu, kwa sababu wengine nafikiri wasipotajirika basi ndo hawajaokoka vizuri. Yupo mtu anaitwa Lazaro. Biblia inasema hakuwa hata, yaani alikuwa anashindwa hata kununua yebo. Haleluya. Hata yebo alikuwa anashindwa kununua. Chakula chake ilikuwa makombo. Amina. Anasubiri tajiri amekula mifupa yale ile makombo yale ndo anamkusanyia yeye anakula. Lakini alikuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hilo linanifundisha kwamba kumbe kipaumbele cha Mungu sio kwamba wewe tajiri. Amina. Hicho ni kipaumbele chako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ni cha kwako. Kipaumbele cha Mungu, yeye anajali sana roho yako iokolewe na ile jehanamu ya moto. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro akaenda mbinguni, lakini alikuwa ni maskini wa mwisho. Wewe unajiita maskini, una uwezo wa kupanga na kulipa kodi na unakula. Wewe ni tajiri. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwenzako alikuwa analala mlangoni kwa tajiri, mlangoni nje. Tena ilikuwa na madonda juu, nzi wa kwake, mambwa yanamlambalamba. Watu walikuwa na mnyari. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe vile wanavyomnyari ndio wanamuongezea utukufu. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya. Bwana asifiwe sana. Kama mtu anakusema na kutukana, anakudharau, kwa kuwa Mungu anasema usilipe, yeye atalipa. Basi pia anapokusema na kusengenya na kudharau, anakuongezea utukufu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hatupaswi kukata tamaa. Tunaelewana watu wa Mungu? Lazima ujue kwamba jangwa ni lazima ulipitie. Ni lazima uchujwe. Tabia njema inatengenezwa jangwani. Amina watu wa Mungu. Nidhamu inatengenezwa hapo. Uaminifu, uvumilivu unatengenezwa hapo. Ujasiri unatengenezwa hapo. Kwa maana Daudi kabla hajaingia ikulu alienda porini. Bwana asifiwe sana. Akaambiwa akae porini
achunge kondoo. Kumbe wakati anapelekwa porini kule, alikuwa anaenda kujengewa ujasiri. Jina la Bwana pekee sana. Na ujasiri wake ulijidhihirisha wapi? Biblia inasema alipotoka porini kwenda toka nyumbani kwenda kuwatembelea ndugu zake kambini, akamkuta Mfilisti pale anawatukana watu wa Mungu. Jina la Bwana pekee sana. Yeye akapiga picha kwamba huku porini kuna wanyama wakali, kuna fisi, kuna dubu, kuna simba, na alikuwa anapigana na simba na muua. Wakati huo ni kijana miaka 12. Jina la Bwana pekee sana. Daudi amemuua Goliathi akiwa na miaka 12. Amen. Na mtoto wa miaka 12 kwa sasa uko darasa la ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni kijana mdogo, lakini alipelekwa kule porini. Kule porini Mungu alikuwa pamoja na Daudi. Ule uwezo wa kumuua simba, Daudi alikuwa pamoja na Mungu. Mungu alikuwa anampa Daudi ujasiri. Akipata ujasiri anaenda kupambana na simba, alafu Mungu ndo anamshughulikia yule simba. Bwana asifiwe sana. Kimwili alikuwa anaenda yeye, lakini Daudi alikuwa anatumika, na kwa kuwa alikuwa anatumika, alikuwa anajengewa uwezo na ujasiri wa kukabiliana na majibu. Amen, watu wa Mungu. Hakutoka tu kwa baba yake kwenda ikulu, alipita jangwani. Yaani wasome wote kwenye Biblia utaona. Amina. Hamna tu aliyetoka kwenye raha akaingia kwenye raha. Wote soma Mwanzo mpaka Ufunuo. Sasa na sisi, japo sisi mambo yetu hayaandikwi humu, lakini haya iliyoandikwa ni kwa mifano. Amina. Kwamba na sisi hatuna tofauti na hawa. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna tofauti, kanisa ni lile lile. Wote tunaitwa kanisa. Mitume waliitwa kanisa, na sisi tunaitwa kanisa. Sheria na kanuni ndo zile zile. Bwana Yesu asifiwe sana. Hazijabadilika, neno halijawahi kubadilika. Mwambie jirani yako kuwa mvumilivu. Kwa hiyo hapa jangwani kuna hatari ya wengi kurudi nyuma. Amina. Wana wa Israeli, Biblia inasema waliotoka Misri wengi walifia jangwani. Walipona vijana wasiopungua 4 kama sio 3. Bwana si sana. Haleluya. Waliokuwa wanazaliwa njiani ndo walioenda Kanaani. Yaani mfano wewe hapo teseke utapike wewe, alafu fiki Kanaani, mtoto wako ndo anaingia. Jina la Bwana pekee sana. Na hayo hapo, unaweza wewe poyanga hapo katikati, kapuyanga, lakini huenda kuna mambo mazuri wahi kufanya kwenye ufalme wa Mungu. Zile baraka na kuja kuzivuna mtoto wako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mtoto wako anakuja kufaidi. Au unaweza ukatembea kwa uaminifu hadi mwisho, usione baraka za Mungu, lakini watoto wako watakuja kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu aliambiwa wewe uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni, lakini aliishia kumzaa Isaka peke yake. Haleluya. Isaka tu ndo alikuwa mtoto wake, na yule wa mjakazi. Lakini Mungu alikuwa anazungumzia wazao wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuzungumzia wazao wa kimwili, alizungumzia wazao wa imani. Ndio maana leo wote ambao wamemwamini Yesu ni watoto wa nani? Wa Ibrahimu. Jina la Bwana pekee sana. Kwa unaweza ukatembea na Mungu kwa uaminifu, ukapitia shida kwa ajili ya imani, na ukaondoka duniani. Watoto wako watakuja wafanikiwe, watakuja wabarikiwe na Mungu
kwa sababu ya mbegu ambayo wewe umeipanda. Amina, watu wa Mungu, si yote ni mema Kila kitu Mungu anakifanya kwa kusudi. Leo tumejaa na kuforce vitu visivyofosika. Amina. Yaani kama unampangia Mungu lazima iwe hivi na hivi. Ibrahimu hakuwahi kufanya hicho kitu. Amen. Kwamba Mungu lazima mwaka nipokee Isaka. Yeye sema Bwana, wakati ukupendezao nitendewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ukupendezao nipate mtoto. Wakati ukupendezao nipate ndoa. Haleluya. Hakuna kitu Mungu anapenda kama unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Hamna kitu Mungu anapenda kama hicho. Wewe unaweza kumwambia rais kitu kama hicho? Rais, wewe lazima unipatie haki yangu. Watu wanaendaga pale wanatembea kwa magoti, wengine wanalia, wengine wanagaragara chini. Amina. Ndio rais sasa, mpeni mic huo nimsikilize. Bwana Yesu sasa. Haleluya. Akiona wanagaragara, yani wanagaragara wamejitoa akili. Sawa, mbele za Mungu unaleta kiburi. Hata kama unaomba kwa mamlaka, ni kweli tunaomba kwa mamlaka. Bwana sasa, yako maombi yanahitaji mamlaka, yako maombi yanahitaji unyenyekee. Bwana Yesu sasa. Na kitu usichokijua ni kwamba utaratibu ambao Mungu ameweka hawezi kuupangua kisa unaomba. Amina. Yaani Mungu alishapanga ratiba, yaani ratiba yako wewe ipo mikononi mwa Mungu. Kama umebahatika unazaa kila baada ya miaka mitatu mingapi unazaa, ni Mungu aliratibu hivyo. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ni Mungu alipanga hivyo. Lakini ukiona wewe mambo yanachelewa, ni Mungu pia alipanga hivyo. Ndio wanasema afadhali kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali Biblia inasema shukuruni Mungu kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kweli. Tunaelewana watu wa Mungu? Tusome kitabu kingine hapo. Isaya 41 mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10 anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu na nitakusaidia, na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Asema usiogope. Upo jangwani sawa, lakini usiogope. Amina. Mahali pengine Yesu anasema na watuma kama kondoo kati ya nini? Ya mbwa mwitu. Sio kwamba muda wote utakaa jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba muda wote maisha yako yataishia hapo. Kuna siku, saa za kuburudishwa. Hamina watu wa Mungu. Uwe kama Caleb na Joshua. Wao walikuwa waangalia mateso ya jangwani. Walikuwa wanaangalia wanakoenda. Uwe kama mkulima. Haleluya. Anatabika kuandaa shamba, anaona mavuno. Ukipekua kwenye akili yake, anaona mavuno. Anaona hela atakayopata baada ya kuvuna. Hicho kinampa ujasiri wa kuhudhuria shambani kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kinampa ujasiri. Anaamka saa 10 alfajiri, anarudi saa 10 jioni,
anaenda hivyo hivyo kila siku mpaka siku anavuna. Akikata tamaa, akashindwa kupalilia, hasa nimechoka, sipalilii. Anaposhindwa pale, yale mazao yanaharibika, majani machaka yanakuwa mengi, yanafunika mazao, yale mazao hayazai. Lakini anakuwa na bidii kila siku shambani mpaka hakikishe anachokiona kwenye akili kinatokea. Bwana asifiwe. Na wewe unapokuja unaomba na unafanya kazi zako vizuri, unapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanafikiri baraka za Mungu zinakujaga tu. Hapana, zina mchakato mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Zina safari. Halafikiri tu nikiomba zitatokea hapo hapa, hamnaga hicho kitu. Ndio maana likaandikwa Agano la Kale na Agano Jipya. Amina. Unaposoma wana wa Israeli, ndio wewe umetoka dhambini, ndio wana wa Israeli wametoka Misri, wametembea miaka 40 jangwani, ndio wewe. Bwana sasa, baada hapo akaingia Kanaani, ndio wewe. Wengine wakashindwa kuvumilia mateso, ndio leo wapo Wakristo wameshindwa hiyo kitu. Ndio maana yakaja na makanisa ya injili laini. Amen. Kwamba ukiona hapo panakushinda, kimbilia kule. Na yote yakaitwa makanisa, ili tu watu wasigundue kwamba wanahama kwa Mungu kwenda kwa shetani, na yenyewe wakaita makanisa ili waone tu kule na kule ni sawa. Yesu ndio yule, neno Biblia ndio ile. Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo wanaoshindwa haya mateso wanaanza kuhangaika kutafuta haja ya moyo, lakini hiyo haja ya moyo Mungu ashairatibu kwamba wewe huwezi kupata mpaka hiki kimetokea kwenye maisha yako. Bwana Yesu sasa. Ili huwezi kupata mpaka maisha yako yamekaa kwenye njia hii, mpaka umefikia level fulani, ndio unastahili kupata hicho kitu. Kwa wanaenda huko anapata vitu fake, na Mungu hasira yake inawaka kwa ajili ya watu kama hao. Bwana Yesu sasa. Hapa anasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Kwa hapo wakati ya jangwani, Yesu anakuja tu anakutia nguvu. Bwana sasa, hakutoi mpaka muda uliopangwa umefika. Bwana Yesu sasa. Wakati mwingine tunahitaji tu Mungu atutie nini? Nguvu. Kwa sababu siko nywea hicho kikombe, huwezi kufika Kanaani. Amina, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi hicho kikombe ukinywe, kila mmoja ana kikombe cha kwake. Amen. Kile kinachokunyima amani. Umeokoka lakini kuna kitu kinakunyima amani, na tamani kitokee, hakitokee. Hapo ndo kikombe chako kilipo. Bwana sasa. Haleluya. Anasema usiogope, mimi ni Mungu wako. Bado wengine umepigwa na magonjwa yasiyotibika, lakini Mungu anakuambia bado yeye ni Mungu wako. Bwana sasa. Anasema usiogope, nitakushika mkono, nitakutia nini? Nguvu. Na sisi tuliokoka tunatakiwa kutiana moyo. Bwana sasa. Biblia inatuambia farijianeni kwa maneno ya namna hiyo. Amina. Sio tunajeruhiana sisi kwa sisi, nakatishana tamaa sisi kwa sisi, ile ipendeze. Bwana Yesu sasa. Kiona mwenzako anapitia mahali, mtie moyo. Amina.
muombee. Usisubutu kumnena sirini, kumsengenya, kwa sababu kama ni Mungu amemwambia nywe hicho kikombe, hapo unakaa sehemu naanza kumsengenya, hasira ya Mungu itawaka juu yako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hasira ya Mungu itawaka kwako. Unaona mwenzako haolewi, usimsengenye, pengine ndo kikombe chake. Bwana asifiwe sana. Na baada ya hapo Mungu amemwandalia mtu wake mzuri ambaye atamuoa ama ataolewa naye, na ndoa yake itakuwa nzuri. Wewe hujui. Kawaida sisi tunajua yaliyopita. Amina, watu wa Mungu. Hatujui yanayokuja, hatujui. Kwa hiyo tunatakiwa kutiana moyo, tusiwe sababu ya wengine kuacha imani. Bwana asifiwe sana. Tusiwe sababu ya wengine kupunguza spidi ya kuja kanisani. Tusiwe sababu ya wengine kuona imani haina maana. Upendo ni kitu muhimu sana. Bwana asifiwe sana. Upendo ni mzuri kuliko hata mtu akupe mahera. Faraja ni ya muhimu. Ndio maana kuna watu wana hela lakini wanahitaji tu faraja. Bwana asifiwe sana. Amekosa faraja, ana ma-stress kibao, lakini hana furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la muhimu la kwanza la kulijua unapokuwa ndani ya imani, kwamba Mungu asipokutendea sio kwamba Mungu hayupo na wewe. Hapa anasema usiogope, nitakutia nguvu. Yaani yeye anakuja kukutia nguvu, anapita pamoja na wewe. Unalala njaa na yeye anaona tumelala leo njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unalala chini, Yesu anajua leo tumelala chini. Unalala na Yesu pale. Sijui tunaelewana? Upo na Yesu. Usiruhusu mtu ete kwa neno vyake ete anakuhamisha kwenye imani. Usiruhusu. Amina, watu wa Mungu. Si mtu karopoka ujinga gani huko ete unaanza kupaniki. Mbona unaweza kuishi tu maisha ya amani ukiamua? Amina. Yaani unaweza kabisa. Unasikia maneno huko, yaani unakuwa kama hujasikia, unayapuuzia, unasonga mbele. Sio unaanza vikao, tujadili, tufanye nini, au yatakuchelewesha. Bwana asifiwe sana. Mitume walinenwa, wewe hujanenwa vibaya. Amen. Wewe hujanenwa. Ila walikuwa na panchi ya kule. Inakuja ile una panchi ya kule, unasonga mbele. Bwana asifiwe sana. Kiliweka tu tayari ndio sara. Hapa anasema usiogope, nitakushika mkono. Kwa hiyo inawezekana wewe upo jangwani, upo kwenye hicho kipindi. Amina. Upo kwenye hicho kipindi, kuna mambo unatamani yatokee. Sio kwamba Mungu akusikia na kusikia vizuri. Amina. Ni sio kwamba Mungu aone unavyoomba, najua. Ila amepanga mwenyewe ratiba yake. Bwana asifiwe sana. Kwa unapoomba mwambie Mungu, wakati ukupendezao unaweza kunitendea hiki. Amina. Wakati ukupendezao unaweza kunitendea hiki. Mungu anapenda sana hiyo unyenyekevu. Amen. Japo yako mambo mengine unaona kabisa haya ni mashambulizi, hapo wewe tumia tu power. Amina. Tumia mamlaka. Akili yako yale mambo ambayo unaona kabisa mimi niko vizuri na Mungu na sina dosari. Na hili jambo limeomba muda mrefu. Hapo yani utakiwe kuvunjika moyo. Bwana asifiwe sana. Nasema Mungu yuko na wewe. Sasa wewe fikiria Mungu yuko na wewe, na yeye ndo unayemuomba na anajua unahitaji. Kuna haja gani ya kunung'unika? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna haja gani ya kusikitika, kwanza kulalamika? Tunaelewana watu wa Mungu eh? Mungu anasema ni mwema. Tumesoma pale kwenye Naumu, anasema Bwana ni mwema.
na anawajua wote wamkimbiliao. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kuomba iwe ni sehemu ya maisha, sio tu kwa ajili ya mahitaji. Amina. Sasa mwingine akiomba akiona hapokei, anamkomandi Mungu, anaanza kuwachukia watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wamekukosea nini? Wao hawana majibu yako, mwenye majibu yako ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu hakukaa na watumishi kwamba huyu fulani huyu nitamtendea mwaka fulani. Mungu hajawahi kukaa kikao na watu wa Mungu cha hivyo. Bwana Yesu sasa. Sisi hatuna kalenda. Hatuna kalenda za matukio ya majibu yako. Bwana sasa. Sisi tunakuwepo kufundisha na kutia moyo. Amina. Ili usichoke, uendelee kuomba. Uendelee kusimama kwa uaminifu mbele za Mungu. Kama ni mtumishi, endelea kutumika kwa uaminifu. Ukibezi sana kuviwazia hivyo vitu, kazi ya Mungu utaiona ni ngumu. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu anamwambia Rabi ule, anamwambia mimi ninacho chakula msichokijua. Chakula changu ni hiki, nifanye kazi yake aliyenipeleka. Amina. Nikaimaliza. Kwa Yesu shauku yake ilikuwa afanye kazi, lakini fikiria wakati huo hana pa kulala. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema chakula changu ni hiki, niifanye kazi kwanza ya Mungu, nimalize kazi aliyonipa. Anasema hicho ndo chakula changu, nikifanya hivyo nimeshiba. Mungu anataka tuwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwazie sana hiyo jangwa. Ukiliwazia sana utaanza kuwaza masufuria ya Misri. Haleluya. Utaanza kuwakumbuka watu waliokuwa wanakusapoti kwa ujinga, wanakupa hela zisizo za halali. Amina. Utaanza kukumbuka na mengine hata ambayo hayafai. Lakini ukawa bize na Mungu na unaona kabisa picha kichwani mwako, hapa nipo na Mungu. Safi sana. Bwana asifiwe sana. Ya unaona uko na Mungu kabisa. Sasa wengi hiyo imani hatuna. Tumejaa kujihukumu, kuhukumu makanisa, kuhukumu watumishi wa Mungu. Hata sisi tunapokuombea, Mungu anafanya kwa wakati wake. Sio lazima afanye wakati huu tunaokuombea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Takuombea wewe huna mtoto, upate mtoto, nitakuombea sawa. Mungu anasikia yale maombi. Lakini kukuombea mimi sio kwamba ndo lazima upokee hapo hapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ibrahimu alipoomba aliambiwa utazaa Isaka, lakini ilichukua miaka mingi pale. Tena huyo alijibiwa na Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa kanisa tufikia tuelewe haya mambo. Amina. Leo wengi wanarudi nyuma ibada, wanaacha ibada, wanapunguza. Ukifuatilia ni mambo kama haya. Hata mtumishi wa Mungu anapotangaza jamani tunaingia kwenye mfungo wa kitu fulani, ni kweli Mungu amepanga hivyo tuombe. Nakumbuka matokeo yetu huwa yanaanzaga rohoni. Bwana asifiwe sana. Ibrahimu alimpokea Isaka mapema sana, ila kuja kuzaliwa ilimchukulia muda. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo amini kwamba Mungu yupo na anakujua. Anajua wewe ni fulani, umezaliwa wapi, unatakiwa kuwa wapi, anajua. Msimu huu unatakiwa upokee nini, anajua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Asema usiogope, nitakushika mkono. Kwa hiyo wewe uwe mtia moyo. Amina watu wa Mungu.
Na maana wenzako ana hali mbaya, una uwezo msaidie, una uwezo muombee. Sasa kumuita rafiki yako, yaani fulani anapitia pabaya. Nakwambia kabisa, yaani kama ni kikombe, Mungu kamwambia wewe fulani pita hapa, afu unamcheka, yaani hauko salama. Bwana sasa. Ndio maana Musa walimnena vibaya Miriam na nani na Haruni. Sababu Musa huyu anajifanya ndio anaongeaga tu na Mungu. Yaani yeye tu, na maana si hatuna Mungu. Mungu aliwafanya nini? Aliwapiga ukoma. Bwana sasa. Sasa hiyo sio kwa Musa tu, ni kwa mtu yoyote aliye na Mungu. Hata wewe sio kiongozi, lakini maadamu na Yesu, wewe una Mungu. Amena. Mtu yoyote akijaribu kusema vibaya huko, Mungu atashughulika naye. Sio tu kwa wapako wa mafuta. Sema Yesu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sijari hayo unayopitia, jua upo jangwani. Amina. Lakini nimekwambia kigezo ni kwamba ujipime kwanza, maisha yako yamenyoka mbele za Mungu. Amina. Na unaomba kabisa, unamwona Mungu anasema na wewe. Ukitumika unaona kabisa ni Mungu anakutumia. Yaani unajiona kabisa upo na Mungu. Lakini kuna mambo natamani yatokee. Hilo ni jangwa. Bwana sasa unapita. Baada ya kupita hapo, Mungu anakupeleka utukufu mkubwa sana. Baada ya kuvuka hapo, Mungu anaenda kukuinua. Bwana sasa. Mungu anaenda kukupa haki ya moyo wako. Na ukipita hapo, Mungu anaanza kufanya double up. Bwana sasa. Hana alipodumu kwa muda mrefu bila mtoto. Biblia inasema alipozaliwa tu Samueli akawa ndo mlango. Amina. Wakaja na wengine na wengine na wengine. Alizaa watoto kama 5 au 4, hawajulikani waliishia wapi. Lakini Samueli ndo alikuwa kusudi. Bwana sasa. Maana Samueli ndo alikuwa amekusudiwa na Mungu, amebeba kitu. Ndio maana tuzo wako ulichelewa. Baada tu ya kutoka huyo, hao wengine kirahisi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini? Aliye wa kwanza alikuwa amebeba kusudi. Kwa akacheleweshwa ili azaliwe msimu wa kumwonya Heri, kabla Heri, yaani ilitakiwa azaliwe ili akutane na Heri. Maana angezaliwa mapema huenda wasingekutana. Bwana sasa. Kwa hiyo lazima asubiri msimu wa Heri, ambapo Heri atapoyanga, ataenda tofauti, ili huyu Samueli azaliwe kwa ajili ya kumwonya Heri na familia yake. Alikuwa nabii wa Israeli, alikuwa mwamuzi wa taifa la Israeli. Kwa hiyo alicheleweshwa kwa sababu alikuwa amebeba kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alipomzaa Samueli, wakazaliwa na wengine 4, akawa na watoto 5. Bwana asifiwe. Lakini alivumilia. Na wewe vumilia, Mungu atakukumbuka. Amina. Bwana asifiwe. Sikate tamaa. Kwenye wewe tutaongezea andiko la Zaburi 34. Tumesoma hiyo Zaburi 23:4. Utaongezea na Mathayo mtakatifu 28 mstari wa 20. Zaburi ya 23:4, alafu Mathayo 28:20 na Petro wa kwanza 5 mstari wa 7. Kwa tumeangalia jambo moja tu, muda wangu umeisha. Nataka sasa tuende kwenye matendo. Amina. Tukamwombe Mungu. Hakuna kitu kizuri kama unamuomba unayemuona. Bwana sasa. Jina la Bwana barikiwe. Yaani unamuomba unayemuona. Unamuomba naye muona. Kama hujamuomba Mungu lazima muone kwanza. Bwana asifiwe sana. Sisi hatuombaji hewa, si ndio? Wengi kwa nini wanaomba waone uwepo wa Mungu? Hamuoni Mungu. Unakuwa sasa kama cheese. Bwana asifiwe sana. Ni sana unaongea na mtu, unamtaja jina lake, alafu wakati huo hayupo hapo. Sio, watu watakuona una akili
lakini unaongea na mimi unaniona hivi, inakuwa vizuri, watu wanakuelewa. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tumuone Mungu kabla hatujaomba. Bwana asifiwe sana. Kwa tunapomweleza tunaona kabisa Mungu huyu hapa, namwambia mambo yangu. Ndio maana nasema njoni tusemezane. Bwana asifiwe sana. Njoni tusemezane, alafu eleza mambo yako, upewe haki yako. Muone Mungu kabla hujaomba. Nataka tukaombe hayo maombi. Na ukifanya hivyo utaona nguvu itakayotembea. Bwana asifiwe sana. Utaona utakavyozama katika kilindi cha maombi. Simama hapo ulipo, tuweze kuingia kwenye maombi. Bwana unaweza, Bwana unaweza, Bwana unaweza, Yesu unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Yesu unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Yesu mfariji, mfariji Bwana, wafariji Bwana, wafariji Bwana, wafariji Yesu mwaminifu, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, mwaminifu Yesu una nguvu, una nguvu Bwana, una nguvu Bwana, una nguvu Bwana, una nguvu Yesu waokoa, kwa kumaanisha Yesu msaada, msaada Bwana, msaada Bwana, msaada Bwana, msaada Yesu wanipenda, wanipenda Bwana, wanipenda Bwana, wanipenda Bwana, wanipenda Yesu wanijali, wanijali Bwana, wanijali Bwana, wanijali Bwana, wanijali. Hakika Mungu anakujali sana. Mungu anakupenda sana. Mungu anajua unachopitia. Mungu anajua situation uliyopo, na Mungu anaweza kukutia nguvu, na Mungu anakusudi upite hapo unapopita. Mungu yuko mahali hapa ili akutie nguvu, ili akutie moyo, ili usife moyo, uweze kuendelea mbele, uweze kusonga mbele, uweze kutazama kuru na kwenda, ushangalia hapo ulipo sasa hivi. Mungu anataka uangalie kuru na kwenda. Tamani Mungu akutie nguvu. Wakati wa jangwa wengi wanarudi nyuma,
Wengi wanamwacha Mungu kwa sababu jangwa ni mahali penye changamoto nyingi. Namhitaji Mungu. Sema Bwana Yesu, ninakuhitaji jioni ya leo, ninakuhitaji, nahitaji unitie nguvu, unitie nguvu, unipe ushujaa, unipe moyo mkuu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nimesikia mengi kuhusu changamoto ninazopitia, nimesikia maneno nasengenywa, nasemwa, lakini Bwana Yesu, nimetulia mbele zako, nimesubiri na kusubiri wewe unitoe hapa, na kusubiri wewe uniamshe roho yangu, nafsi yangu, tumaini, uniamshe tumaini ndani yangu. Bwana Yesu, naomba nguvu zako, nitie nguvu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, wakati mwingine nahisi kuchoka, nahisi kukata tamaa. Bwana Yesu, bila wewe kunitia nguvu nitarudi nyuma, bila wewe kunitia nguvu nitachoka mapema. Bwana Yesu, naomba unitie nguvu jioni ya leo, nivuishe, nipe nguvu mpya, nisonge mbele kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe umesema mateso ya mwenye haki ni mengi sana, lakini wewe unatuokoa, lakini wewe unakuwa pamoja nasi. Bwana Yesu, naomba nitie nguvu, nitie nguvu Yesu. Napitia mengi, napitia changamoto kwenye ndoa yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye biashara yangu, kazini kwangu, kwenye familia. Bwana Yesu, bila wewe sitaweza, bila wewe haya mambo ni mazito, ni magumu. Nahitaji Yesu, unitie nguvu, unitie nguvu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sitakata tamaa, sitarudi nyuma, sitakuacha Yesu, nitie nguvu Yesu, niwezeshe Bwana, nipe uvumilivu ndani ya moyo wangu, weka uvumilivu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mwambie Bwana kupe uvumilivu. Nenda mbele za Baba kwa jina la Yesu Kristo. Inawezekana mmoja Bwana umechoka, Mungu yuko mahali hapa ili kutie nguvu, Mungu yuko mahali hapa ili kutie nguvu, uweze kuendelea mbele. Usiangalie hayo yanayoendelea, usiangalie hayo maneno yanayoendelea. Mungu anataka kumwangalia yeye. Kazi ya macho Yesu, kazi ya macho Yesu, kazi ya macho msalaba, kazi ya macho mbele za Mungu, kazi ya macho Yesu. Yeye ana uwezo wa kukutia nguvu, wa kukutia moyo, wa kukufanya usichoke, wa kufanya usirudi nyuma. Yeye anaye nguvu, anaweza kutenda mambo. Inawezekana umepoteza tumaini, tumaini limepotea ndani yako. Yesu tumaini hapa ili kutia moyo, ili kutia nguvu, ili usizuie wewe, usirudi nyuma, usiwache Yesu kwa ajili ya hayo unayopitia. Usimwache Yesu, usimwache Yesu, usimwache Yesu. Omba Yesu, unakupatia nguvu, unakufariji, unakutia moyo. Yeye amesema usiogope, mimi niko pamoja na wewe, ili nikutie nguvu, ili nikuokoe. Mungu yuko pamoja na wewe. Sema naye kwa baya hiyo unayopitia, sema naye, sema naye, sema naye, sema naye. Mwone Yesu amelipo, mwone Yesu amelipo, mwone Yesu amelipo, mwone Yesu amelipo, mwone Yesu amelipo. Yes,
Yes,
Yesu anajua. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji Mungu. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji wewe. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji wewe. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji Yesu. Tunakuhitaji Yesu. Tunakuhitaji Bwana. Yesu. Isomee Bwana. Isomee Bwana. Isomee Yesu. Isomee Yesu. Isomee Yesu. Wakati unasema hakika Mungu ni mwema, upo wakati utashukuru, upo wakati utamtukuza Bwana, upo wakati utamwadhimisha Mungu, upo wakati Mungu utamwinua, upo wakati yako
Hakika wewe ni mwema, unatuwazia mema, unatuwazia mema, unatupenda Yesu. Watie nguvu watoto wako wakati wajanga, wasichoke, wasichoke. Achilia uvumilivu ndani yao, achilia uvumilivu ndani yao, achilia uvumilivu ndani yao. Nguvu yako Roho Mtakatifu iwe juu yao, iwe juu yao sasa, iwe juu yao sasa. Wasichoke wala wasikate tamaa. Achilia nguvu yako Roho Mtakatifu, achilia nguvu yako ndani ya kila mmoja aliyeko hapa, achilia nguvu yako ndani ya kila mmoja aliyeko hapa, achilia tumaini ndani ya kila mmoja. Weka tumaini, weka ujasiri, achilia ujasiri na uvumilivu kwa kila mmoja, kwa kila mmoja aliyeko hapa Bwana, kila mmoja aliyeko hapa Mungu, usimwache. Achilia nguvu mpya, achilia tumaini jipya. Orisaka rababosi raboshida rababosaka riposhika rababosaya raboshaka manda rababosi raposhaka rababosi rakanda rabosaka orisaka rababosi risaka rababosaya orisaka rababosi orikata orisida rababosi orakapori awatie nguvu, watie moyo, watie nguvu, wape kuvumilia. Ni kweli tunaomba sana, maombi yetu ni mengi sana, lakini bado tunatumaini kwamba Mungu wetu upo pamoja nasi na unatusikia, na unatusikia. Wakati kupendezao Mungu kalitembee kanisa lako katika jina la Yesu. Asante Mungu mwenye enzi, Baba nimekushukuru katika jina la Yesu. Basi Mungu awabariki sana. Mungu akubariki, usiache kuomba. Tukiwa nyumbani omba. Bwana Yesu asifiwe. Basi baadaye tutakuwa na mkesha kuanzia saa 3.